kwa talib ilmu atakikana aanze na msingi ya ilmu, na ilmu huwezi kuiparamia ukaichukua eti kwa pamoja. Wa an ya'tu buyut al-ilmi min abwabiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi Jumada al-Akhira mwaka 1442, katika darasa kitabu al-usul الثلاثة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tuendelea na sehemu ambayo Imam al-Mujaddid rahimahullah amezungumzia nguzo tano za Uislamu. Kisha akaanza kutaja dalili ya nguzo moja baada ya nyingine. Akaanza na kutaja dalili ya nguzo ya shahada. na nguzo ya shahada kuna shahadatu an la ilaha illa Allah, kisha wa anna Muhammadan rasulullah. Mwanzo akaanza kuleta adilla kwa ajili ya kuizungumzia sehemu ya kwanza katika shahada ambayo ni la ilaha illa Allah. Tusoma baadhi ya adilla, na jana asoma dalili aliyotaja katika kuifasiri ni nini maana ya la ilaha illa Allah katika Qur'an. Na hapa akataja na dalili nyingine katika kueleza maana ya la ilaha illa Allah. قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. سema enyi watu wa kitabu, njooni katika neno lililo sawa kati yetu na nyinyi. alla na'budu illa Allah, ya kwamba tusimwabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. wala nushrika bihi shay'an, wala tusimshirikishe na chochote. wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, wala tusifanyane sisi kwa sisi kuwa ndio miungu, tena tukajipa sifa ya uungu, ulezi, sifa ya ulezi ambao ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa badala ya Allah tusichukuliane sisi kwa sisi kuwa ni miungu. fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun, na ikiwa watakengeuka wakayapuuza haya, basi nyinyi waambieni kwa shuhudilieni kwa sisi ni waislamu, tumejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلامة الفوزان
وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الآية من سورة آل عمران نزلت في وفد نجران النصارى الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه وسألوه. عام الوفود ambao ni mwaka wa 9 baada ya hijra, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akaifungua Makka na nguvu Uislamu, Allah akaupa nguvu sana, ikawa makabila mengi ya Waarabu wakituma watu imma kwenda kutangaza Uislamu wao au wengine kwenda kutangaza kuwa wako chini ya himaya ya serikali ya Kiislamu wakilipa jizya bila ya kusilimu, na wengine wakija kwa ajili ya kufanya munadhara na Mtume sallam na kujadiliana naye kuhusu mambo kama vile wafdu Najran. Hao walikuwa ni manasara kutoka Najran katika Waarabu, wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajadiliana na Mtume sallam na kumuuliza maswali. وحصل بينهم وبينه كلام طويل, kukatokea baina yao na Mtume sallam maneno marefu, kisoma katika sira utayapata. وهم نصارى من نصارى العرب, na hawa ni manasara katika manasara wa Waarabu. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa yeye ndiyo sahibul haq, ndiyo mwenye haki, قال الشيخ الفوزان وفي النهاية طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المباهلة. Mtume صلى الله عليه وسلم akataka kufanya mubahala na wao. Mubahala nini? Ni hii aya iliyoshuka, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, faqul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum, njoni kila mmoja wetu aite watoto wake, jamaa zake, nyinyi muite jamaa zenu. Wa nisaana wa nisaakum, na wanawake wetu na wanawake wenu. Wa anfusana wa anfusakum, na sisi wenyewe. Thumma nabtahil ay nad'u bil la'na, kisha tumuombe Allah amla'ni katika yetu sisi yule ambaye ni muongo. فنجعل لعنة الله على الكاذبين, iteremke laana ya Allah kwa yule muongo kati yetu sisi na nyinyi. Wale mabwana walipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kwao mubahala, falamma talaba minhum mubahala khafu, wakaogopa kufanya mubahala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yubahiluhu alayhi salatu wassalam, hawakuweza kufanya mubahala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadafa'u lahu aljizya, wakakubali kulipa jizya, kodi kwa serikali ya Kiislamu. لأنهم يعلمون أنهم على باطل وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله, walikuwa wajua wao kuwa katika batil na kuwa huyu ni mtume wa Allah, kwa hawakuweza kufanya mubahala na Mtume sallallahu alayhi wasallam. قوله نبتهل أي ندعو باللعنة على الكاذب منا, tumuombe laana yule muongo kati yetu sisi, imma ni sisi ama ni. وكانوا يعلمون أنهم هم الكاذبون, na wao walikuwa wajua kuwa wao ni waongo. ولو باهلوه لنزلت عليهم النار وأحرقتهم في مكانهم, na lau kama wangeingia katika mubahala, Mtume sallam akasema muongo kati yetu sisi, laana ya Allah imshukie, asema Sheikh Al-Fawzan, moto ungeshuka ukachoma pale pale kwa ule uongo waliokuwa nao. Faqalu la lakin nadfa'u al-jizyata wala nubahilukum,
tutalipa jizya lakini hatufanyi mubahala. Faqabila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam minhum al-jizya, Mtume sallallahu akakubali jizya sanya al-kitab. لقد تبين لهم أن الله أمره بما في هذه الآية، كوبينكيا والله ndiye alimwamrisha hii mubahala kama ilivyokuja katika hii aya. وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. ukiangalia hii aya ambayo tumesoma qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ndani yake imeeleza maana ya la ilaha illa Allah. qawluhu alla na'budu hadha an-nafi, tusiabudu yoyote yule, hapa ni kukanusha. wa qawluhu illa Allah hadha ithbat, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hapa mnakuthibitisha. وهذا هو العدل الذي قامت له السماوات والأرض، na huu ndio uadilifu ambao kwa ajili yake zimesimama mbingu na ardhi. فالسماوات والأرض قامت على التوحيد والعدل، mbingu na ardhi zimesimama katika tauhid na uadilifu. لا نشرك في عبادته شيئا، لا المسيح الذي تزعمون أنه رب وتعبدونه من دون الله ولا غير المسيح، hatumshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na yoyote katika viumbe wake, si Isa alayhi salatu wassalam ambao nyinyi mwadai kuwa ni mola mlezi asomo muabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wala asiyekuwa al-Masih alayhi salatu wassalam, wala Muhammad alayhi salatu wassalam, wala mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ولا أحد من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأولياء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. hata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hastahiki chochote katika ibada, hapelekewi chochote katika ibada. Na hili ndio alilibainisha Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam, akahakikisha akatoka akasema nini? man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. tizama kitu gani kilichowapa thabati masahaba? Tauhid. ambaye amwabudu Allah, Allah yuko hai, afikiwi na mauti. ama ambaye wamwabudu Muhammad, basi Muhammad sallallahu ashafariki. hakuna yoyote katika masahaba aliyesimama akapinga maneno haya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, sababu ni haki, ndio ukweli. وقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي كما اتخذتم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله تعالى، ولا tusichukuliane baadhi yetu kwa wengine tukafanyana miungu. fulani yule wali mkubwa bwana, akifa achimbiwe kaburi pale pale fulani, kujengewe msikiti, awekwe, watu waanze kumuomba. Uislamu hata siku moja hujatuamrisha hivi. maiti azikwa makaburini, akifa azikwa makaburini na Waislamu wenzake, kisha hajengewi chochote. nenda Baqia ukaone makaburi ya masahaba yalivyowekwa, hujui hapa sahaba gani ziko wala hujui pale. kaburi sahali kabisa. wallahi lau kama makaburi ya Baqia yangelikuwa katika nchi ya masufi, na haya maneno na hapa wallahi wangefanya hivi, ingelikuwa imejengwa. ikiwa wajengewa watu hawana maana kabisa, wasikia Ahmad al-Badawi, nenda kamsome kwa vipi hiyo, alikuwa haswali kamwe. jengewa kaburi azuriwa na mamilioni ya watu kila mwaka Misri. vipi wangepata kaburi la sahaba mmoja tu, wacha wote wale, mmoja tu, wallahi ingelikuwa ndio kitega uchumi cha nchi. manake pale ndio pangefanywa kila aina ya ibada, kungejengwa, ukajengwa msikiti mkubwa, kuingia senti, kutoka senti, watu walipa, watu fanya nini, fanya tawafu, fanya kila aina ya ibada. lakini Allah kwa hikma zake akaweka watu wa tauhid katika nchi ile. ukianza tu ukaonekana pale utakula fimbo wewe, hakuna shirki pale, na hufanya heshima wote hao makhurafi hao, wakienda kule
utaona wapita tu kama kawaida, lakini kumbe Sargoi wajenga. Hakujengea Ibn Mas'ud, jengewa babu yako Sargoi. Hakujengewa Aisha radhiallahu anha, itakuja fulani Sargoi, sijui kama Makina Road, sijui Mamrui, ndio nani hao? Yani manhum fi hadha ad-din, kuna mchango gani mkubwa wameshinda masahaba wao wafanywa hivi, waabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? ايش hadha? nenda Mamrui pale ukaona. Sallallahu alaihi wasallam, makaburi hayakujengwa kwa mawe, stainless steel mejengwa hivi, yani abudu paka uchoke hapa, hata mkifanya nini hayaondoki hapa, kama wasema kwa shoka haikatiki. Ndio ule msemo wa zamani, piga utakavyo, nyundo haivunjiki. Yani tuko hapa, inna wajadna abaana kadhalika yafalun. Hivi ndio wanavyofanya. Lakini tukiangalia watukufu masahaba hatuoni hivyo. Hatukuona jiwe wala stainless steel wala nini, tuona makaburi yamewekewa kama vile alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wassalam. Huku ndiko kuchukuliana baadhi ya wetu kwa wengine miungu, wakapelekiwa ibada. Ukamsikia mtu amekaa pale na kushtakia hali yangu, la haula wala quwwata illa billah. Wakati tukisoma kwenye Qur'an tusikia mitume wa Allah wasema inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Hapa wampata mtu ana dhiki akimbilia kwenye kaburi, amshtakia maiti. innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. hao mnaoomba ni viumbe kama nyinyi bwana, amwatun ghairu ahya. Allah waambia amwatun ghairu ahya, ama kwa haya si maiti, simngekaa nao basi. amwatun ghairu ahya, tena hata wala yash'uruna ayyana yub'athun, hawajui lini watakuja kufufuliwa, hawajui. wako hapo wamelala kisha maiti, ni mwaomba. in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, wajidanganya tu, mkiwaomba hawasikii bwana. Qur'ani yazungumza, si Muhammad Abdul Wahhab huyo, ni Allah. in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bishirkikum. haya maneno ya Allah, kitendo cha kuwaomba maiti ni shirki. Allah ndio amesema hivyo, na ni ibada mwapelekea usiku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Toka utokako wewe, toka mji sijui wapi. Na wengi katika watu wa mambo yafanya, wengi katika awamu masakini wasojua waenda. Ukienda katika haswa hii miji ambayo imetawaliwa na watu wao. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kusema wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Allah pekee yake ndiye anayepelekewa ibada. Mwanzo hawa wengi wao waongo bwana. Eti mmoja yualikwa ajazungumze, basi tutampisha shekhe letu al-Qawwam as-Sawwam as-Salala, jamaa la kusimama usiku hili, la kufunga kweli kweli hili, jitu la ibada nyingi, kisha yajifuna hivi. Humrongo, ni watakufanyia tamthilia bwana, zawazi bwana. Wale wa kweli hawakubali jambo kama hilo. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, alipomsikia mtu yumsifu mbele yake akasema Allahumma la tuakhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun, usinipatilize ya Rabbi kwa haya wanaoyasema. hawa hawanijui mimi, najijua mimi mwenyewe nafsi yangu, na unijalie mimi ni khairi kuliko vile wanavyonidhania wao. waghfir li ma la ya'lamun, na unisamehe yale wasiyojua. Mtume sallam amjiria Abu Bakr as-Siddiq, siddiqu hadhihi al-umma, ambaye ni mbora baada ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam katika umma wote waliopita. Abu Bakr as-Siddiq ndiye mbora.
hakuna mfano wake baada ya mitume. Amwambia ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u Allah bihi fi salati wa fi baiti, nifundishe dua ya Rasulullah nimuombe nayo Allah katika swala yangu na nikiwa nyumbani. Qala qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira. Subhanallah, siddiq al-umma, dhulman kathira, siddiq al-umma afundishwa maneno Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هي دعاء فندش وصديق الأمة. سيستو سمنين أفكونا واتو سيفيو كيتو شفورة إيفي خبكنا الصديق مومبا الله إني ظلمت نفسي مي ظلم نفسيان ظلما كثيرا، نكتك رواية ظلما كبيرا، ظلم كبوة نينجي. Lakini hii ndio haya kuchukuliana baadhi ya wetu na wengine kuwa ni miungu. Mmeona wapi sahaba ambaye alipofariki kwa mfano Abubakar Siddiq, kwa sababu huyu ni siddiqul umma, kwa hivyo tutakana tukamuombe. Utaona hicho. Kafa Umar Khattab radhiyallahu anhu arda. Msidanganywe bwana mkatumiwa picha ati hii ndio kaburi ya Mtume sallam imejengwa sijui ina vitambara vya rangi ya kijani. Jamaa, basi hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaburi lake kuna ukuta umejengwa kama bakuli hivi juu hivi, kisha zinakwenda mita kadhaa chini ya chuma chini, kisha ukajengwa ukuta mwingine wa pili, kisha ukajengwa ukuta wa tatu. Sasa wewe ukiingia, tuseme umeingia ndani, waona ukuta wa pili, uone hata ile ya kwanza. Jamaa, hiyo picha mlipiga saa ngapi? Muna leza yapita mpaka ndani kule. Wacha mimi na wewe, akaenda Malik Salman leo hawezi kuona kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, halioni kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam pale. Jamaa watumiana mapicha bwana, tena watumiana kuanzia kaburi la Adam bwana. Sallala, haujaona ile picha? Kaburi la Adam, kisha Nuh, kisha mlikuwepo nyinyi wakati huo Adam alayhi salatu wassalam huko. Jamaa, hata sijui nisemeje mwingine bwana, sijui, lakini kama uzuka wako, manake mtu mwenye akili timamu hawezi kukubali jambo kama hili. Kweli kama wewe watagua wewe kuwa mjinga na kufanywa mjinga, unachagua mwenyewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekupa akili ya idrak, ufuate dalili za sawa, uache kile ambacho si cha sawa. Jamaa waenda tu tena, usipoamini wewe za kutishiwa. Mambo yaulizwi maswali. Subhanallah. ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Hivi ndivyo walikuwa manasara, kwa waliochukulia ahbarahum, wanawavioni wao, wa ruhbanahum, na watawa wao, watu wa ibada wale, arbaban min dunillah, wamewafanya ni miungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal masih ibn maryam kadhalika, Isa alayhi salam wakamchukulia ni Mungu pasi na Allah. Allah sema wama umiru illa liya'budu ilahan wahida, na wallahi hawakuamrishwa isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu mmoja pekee yake. Haya yote hakuamrishwa. واتخاذ الأحبار والرهبان من دون الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. نمتم سلام إلي أمريبينيش kuwachukulia miungu ni pale wanapokuhalalishia kile ambacho Allah amesema ni haramu, wewe ukakubali, au wakakuharamishia kile ambacho Allah amesema halali, wewe ukakubali, ukawatii katika kuhalalisha kile ambacho Allah ameharamisha, au kuharamisha kile ambacho Allah amekihalalisha. Tayari wamewachukulia nani? Ni arbab, ni miungu pasi na Allah. هذا معنى اتخاذهم أربابا من دون الله. إذا كانوا يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فإذا أطاعوهم في ذلك فقد اتخذوهم أربابا، لأن الذي يشرع للناس ويحلل ويحرم
huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ambaye wasema hii ni haramu, hii ni halali, hii yafaa, hii haifai, nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ama hao wengine hawana ruhusa. Mtu akaja akakuhalalishia jambo ambalo Allah amesema wazi kwa hili ni haramu, kisha ukamtii, basi wewe umemwacha Allah subhanahu wa ta'ala kumtii kiumbe, ukamchukulia ni Mungu yule pasi na Allah. Au Allah akakwambia jambo fulani ni halali, yule akasema haramu, na wewe ukamsikiliza ukamfuata, hapo umemchukulia ni Mungu, wal-iyadhu billah. وقوله فإن تولوا أي ولم يقبلوا دعوة التوحيد ikiwa watakengeuka wakageuka wakaikataa da'wa ya tauhid faqulu ashhadu bi anna muslimun ishhadu ala annakum muwahhidun wa annahum kuffar shuhudilieni wazi kuwa nyinyi ni watu wa tauhid na wao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuffar. bayinu lahum butlana ma hum alayhi, wabainishieni ubatil wa yale waliokuwa nayo. Leo tuishi na watu wa ajabu ajabu kweli kweli, kama wale ambao sahi wana kampeni kubwa ya ile ajenda, wallahi wa in kana makruhum litazula minhu aljibal, jamaa wapanga mipango. Subhanallah, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala nasirun dinahu. Hata vitimbi gani kufaru wakafanya hawezi kuiangusha hii dini. Leo watu wenda mbio katika kuondoa msingi walwala walbara dhidi ya kufaru, kama vile katika ile nchi ambao wajenga Bait al-Bait al-Ibrahimi, eti pale ndani kuna msikiti, kanisa na sinagogi. Kisha angalia wanavyofanya tahrif, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kwa hiyo sisi tuwafuata hawa, tuwafuata hawa, tuwafuata hawa. Tuseme wewe Muislamu, la tufarriqu baina ahadin min rusuli. Hao Mayahudi waamini Isa, waamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hao Manasara waamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu nani aliyekwambia wewe kwa hizi dini za sawa? Je, wafanya kama haya aliyosema Allah, faqulu ashhadu bi anna muslimun? Sababu hawa hawataki kuwa Waislamu. Ikiwa hawataki kuwa Waislamu, watangazieni wazi wazi. Lakini hii ndio imfikia hali. Kisha watu wakiuzungumza msingi alwala walbara, wamkuta mtu aje kusema kuona wale magaidi. Taratibu, wajua wazi unachokizungumza ni muongo wewe. Suala na kumpenda na kumchukia mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni msingi katika hii dini. Lakini haijamaanisha ikiwa mtu amchukia umdhulumu. Sasa hili ni jambo lingine, alihusiani na haya. Sababu hata kama nakuchukia, sifai mimi kukudhulumu. Kwa hivyo umuue kwa lipi? Mpaka iwe ni halali mtu kuuawa ndio yuuawa, hauawi bila ya kuwa ni halali. Usimdhulumu. Jirani yangu si Muislamu, nitaishi naye nimpe haki yake kama jirani, nitamfanyia wema wa jirani anayefanywa wema. Lakini haijamaanisha hii kwa mimi nafanya nini, nampenda. Na jambo la kupenda na kuchukia liko katika moyo wako, hakuna mtu yoliona hilo, unalo wewe mwenyewe. ففي هذه الآية البراءة من دين المشركين والمصارحة بذلك. katika hii aya kuna kujitenga na dini ya washirikina na kuweka wazi hilo jambo wazi wazi, kwa sisi si nyinyi, sisi si nyinyi. Na wala lakum dinukum waliyadin haimaanishi endeleeni nyinyi kufanya ibada zenu. Lakum dinukum waliyadin ni baraa, kwa dini yetu ni tauhid, dini yenu ni kufur. Hatuko sawa sisi. Nyinyi mna dini yenu ya kufur na shirk, na sisi tuna dini yetu ya tauhid na Uislamu. Si ati wapewa ruhusa sasa fanya unavyotaka. Ukifanya hivyo kuna moto wa jahannam ukusubiri kesho akhira. Usimdanganye bwana mnasara kwamba nyinyi njia ni ile ile tu. Ndio yale nikawaambia, wamdanganya wazi mwenzako. Umuone yopanda matatu kwenda Mombe tayari, wamwambia tukutane Magongo, na yeye panda ya Magongo, si wamdanganya wewe. Yeye uenda hivi, wewe uenda hivi. Kisha umwambia njia ni hiyo hiyo moja, lakini angeuka wapi?
aelekea wapi huyo? Sema njia moja, wote mwapita hivi kisha mkutana kule. Geti zimfungwa, kila ukifika imfungwa, imebakishwa moja tu, njia ilikuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, hiyo njia moja peke yake. Kwa hivyo utaje wazi, ishhadu bi anna muslimun, ishhadu bi anna muslimun. ففي هذا وجوب إعلان بطلان ما عليه المشركون وعدم السكوت عن ذلك. sema hapa kuna uwajibu wa kutangaza ubatil wa dini ya washirikina na kutolinyamazia hilo. والإعلان عن بطلان الشرك والرد على أهله, na kutangaza ubatil wa shirki, kadhalika kuwarudi watu wa shirki na kutowawacha watu wa shirki. Hawawachwi. Mtu akaja akasema bwana nyinyi, na hii lugha ndio inaotumika siku hizi, wale kazi yao kutukana watu siku zote. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Makuraish, yashtumu alihatana, huyu bwana atukana miungu yetu, bwana atukana miungu yetu. Na hawa jamaa wasema atutukania bwana jamaa zetu, kwa sababu tumewaambia hao maiti hawezi kufanya lolote, ndio kutukana huko. Na sasa yasikitisha, kuna watu wanaojinasibisha na sunna ambao utaona pia kule watu wafundishwa ufidhuli tu, wale mafidhuli tu. Ikiwa unshindwa baba na huu uwanja, waachie wenyewe. Ikiwa uwanja wa tauhid umekushinda, kaa kimya basi, aqal shay wawache wale wenye kuweza wazungumze. Ikiwa wewe wafanya takhdhil, kwa nini? Na mimi mara nyingi huambia vijana wa sunna, kwa nini wanyamaza kuizungumza haki? Innahum lan yughnu anka min Allah shay'a, wallahi ya watu hawakusaidii chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah kwa ile haki unayojua kuisema kwa kuogopa watu. Hati alafu wale watasema nini? Kwani watakupa nini wewe? Watakuzidishia nini katika maisha yako ambao Allah ameandika, au kupunguza katika ajali yako ambao Allah ameandika? Hakuna anaweza kufanya chochote. Wewe bainisha haki kwa maneno mazuri, billati hiya ahsan. Anayetaka atafuata ile haki na kuikubali, ambaye hataki afanye atakavyofanya, lakini wewe ushaizungumza haki. Lakini usiwe waogopa kuizungumza haki wakati Allah subhanahu wa ta'ala akwambia utangaze wazi, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Pasua bwana wazi wazi. Hii ndiyo tauhid, hii ndiyo shirki, hii ndiyo sunna, hii ni bid'ah. Na maneno ya wanadamu hayatoshi. Hata wewe unayejipendekeza pia usione unsalimika. Hao jamaa zako unaokaa na wao ukajipendekeza kwao, wao wajua kama wewe wajipendekeza. Ndio yale niliwatajia hapa. Mtu azungumza khutba ya Jumaa kuhusu maulidi. Hebu fikiria mtu azungumza kuhusu bid'a ya maulidi, kisha watoke watu msikitini makundi mawili, wenye kuunga mkono bid'a ya maulidi na wanaopinga. Hawasema mnsikia mawahabi, khatibu amwambia wazi kwa msione mwapinga tu maulidi bure, na wale wasema nyinyi hamkuelewa, amaanisha iwapinga, ili watu watete kule nje. Maana yake nini? Yule khatibu amzungumza vipi? Amezungumza maneno hawa waona kama ambaye waunga mkono, na hawa pia waona kama ambaye ameunga mkono. Sio mafahamu? Basi jamaa wakashikana mkono warudi ndani kwa khatibu. Bwana hebu tueleze ulikuwa kusudia nini? Mwelewa sijui. Vipi mtu yotoka kwenye khutba ya Ijumaa hajui yule khatibu amkusudia nini? Watu wateta. Tuambie bwana, nasema nini? Jamaa akasema nitabainisha baada ya si swala gani. Jamaa wakaja baada ya maghrib masimamo. Wajua leo nazungumza kuhusu maulidi, watu wengine wanaelewa vibaya na wengine wanaelewa hivi. Sasa wale wanaopinga wale sijui wale, alafu wakatoka pale. Sasa jamaa tunaelewa nini hapa? Wewe vipi wewe? Vipi huyu?
kwa sababu huyu atakasirika ati nikisema haifai na huyu atakasirika nikisema yafaa. Ya jamaa isma'u, bid'a in capital letters. Wajua kuandika capital letters? Wajua? Na Kiarabu weka kidogo ziwe kubwa hivi. Ni bid'a, haramu kufanya maulidi na hupati thawabu, wapata dhambi. Chinja utakaochinja ng'ombe, wajibebea mirundu ya madhambi wewe. Tena kabairu dhunub, imeshinda zina. Mshasikia? Yashinda dhalim, yashinda mwenye kula riba. Kufanya maulidi hii bid'a yake, uovu wake yashinda yote hayo. Kwa nini? Hakuna kitu kibaya baada ya shirki kama alibtida'u fi din. Kisha ndio kabairu dhunub zafuata. Waache makhurafi pige kelele paka wachoke. Lakini ushawaambia mtanifanya nini baada ya hapo? Tadunga sindano sio? Mwanzo Mombasa raha, watu wana kharati. Huku kwetu alhamdulillah hakuna mtu atakunyosha mkono. Kharati tutazungumza kwa mbali hivi, basi tuzungumze ndio zake. Lakini wewe ushaizungumza haki, ushaweka wazi. Na mwingine azungumza na shibi dakika 45 sio dakika 50. Kisha watu watoka tujia faa maifai sio yale masharti yako hapa ama yako yale hivi. Nenda kasikize fatwa Sheikh Al-Fawzan, al-anashid la tusami islamia bid'ah, kusha ondoka hapo. Sikusha, simple and clear. Na wallahi mimi sijaona sasa katika muasirin maulama ambao wana musaraha wazi wazi, sababu mambo yamezidi kama al-allama al-Fawzan. Sheikh Al-Fawzan sasa hivi hakuweki Sheikh, hakuweki, ukija tu atakupa pale pale. Na ndio maana mahizbi hawampendi kweli Sheikh. Na sasa tabu yenyewe amepata kabul, dunia nzima watu wamsikiliza. Asema nini? Sasa mambo yao yaanza kuanguka. Sasa namna ile ndio takana ubainisha hii bid'a haifai. Na ikiwa ni mahali watu wajui, nenda na wao taratibu. Lakini kama hao wako wetu wafanya inadi, wafanya kusudi, akiambiwa hii haifai wafanya kusudi. Sasa wewe pia kuna lugha, innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Musarah. Makuraish walipofanya inad, Mtume salama kaambiwa waambie wazi wazi, nyinyi na wale Lata na Uzza na Manata na nani mnaoabudu nyinyi nyote kuni za moto nyinyi. Tena muingia motoni. Kuni za moto wazi wazi. Faqulu shahadu bi anna muslimun. Musarah. Asa mwache unataka kusema huna hikma sijui na nini. Hawa pia watu wa hikma watakana waitwe, waambie kwa vile nyinyi mna hikma basi ifuateni da'wa kisha mtufundishe hikma. Yani ni hilo tu la wazuieni nyinyi kufuata hii da'wa. Basi njooni muifuate kisha nyinyi muifanye kwa hikma. Kipi cha wazuia? Wajua wale wazungumza haki lakini hawana hikma. Wewe mwenye hikma njoo ufanye da'wa hii kisha utumie hikma. Wallahu musta'an. Hapa Sheikh Al-Fawzan atazungumzia shuruti za la ilaha illa Allah, ambazo hizi zitachukua muda kuzieleza. Tutakuja kuzungumzia inshallah katika kikao kitakachofuata. Wal khulasatu la ilaha illa Allah laha ruknani, mpaka mwisho wa maelezo inshallah tutakuja kueleza. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.